Majina naitwa Alex Francis Miringi, mwenyekiti wa soko hili la Milongo ambalo linapatikana katika kata ya Milongo, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Tuambie, elimu hii ya mpiga kura iliyowafikia hapa, mnaona inaenda kwa namna gani na namna gani mmejipanga kuhakikisha sasa elimu hii inaenea zaidi kwa wananchi? Elimu hii naona kwa siku ya leo ni faida kwetu kubwa, kwa sababu wafanyabiashara hapa tulionao kwanza wamepata elimu, na vile vile peperushi hivi kwa maana vitatembea sio hapa tu, hata nje kule wanapofika majumbani kwao. Watawaambia wale ambao hawajaja sokoni kwa siku ya leo, lakini watapewa elimu. Elimu hii itasambaa kwa haraka zaidi, kwani mtu mmoja atasambaza watu wawili, watatu, wanne, watano. Na siku ya kwenda kupiga kula tarehe 29 kama jinsi tulivyoambiwa leo, tumepata elimu kuwahi asubuhi kupiga kula kabla ya saa 10 na kurudi nyumbani. Kwa majina naitwa Amina Ramadhani Hamisi, ni mjasiriamali wa soko la Milongo. Elimu hii ya mpiga kula imetugusa na itawagusa wengi wafanyabiashara wenzangu wote tuliowapa vipeperushi. Uzuri wanajua kusoma na kuandika, watapata uelewa wa kutosha. Tarehe 29 watajitokeza kwa wingi kwenda kupiga kula, pia na kuhamasisha ambao hawajapata elimu hii, kuwakumbusha tarehe 29 kwenda kupiga kula, muda uliopangwa na tume saa 12, mwisho saa 10. Pia waende na mavazi ya kawaida, sio ya mavazi ya kisiasa. Majina yangu ni Manga Msalaba, ni mkurugenzi wa shirika la SWOT, yani Safe World Organization Tanzania. Ni shirika linalojihusisha na haki za kiraia. Sisi kama taasisi ya kiraia tumepewa idhini na Tume Huru ya Uchaguzi kutoa elimu ya mpiga kura kwa jamii katika mkoa wa Mwanza, katika jiji la Mwanza. Kwa ujumla elimu tumeendelea kutoa katika maeneo mengi na mwitikio ni mkubwa. Hata leo kwa mfano tumetoa elimu kwenye masoko mbalimbali ya jijini hapa. Watu wameitikia vizuri na ni elimu ambayo kwa kweli walikuwa wanasubiri sana ili iweze kuwaongoza namna ya kutekeleza suala zima la uchaguzi. Tunawahamasisha wananchi ili waweze kujitokeza katika kupiga kura ile Oktoba 29 bila kuchelewa, kwa sababu maelekezo mengi tumeyatoa kwenye ufundishaji wa namna ya kupiga kura. Maelezo mengine maelezo mbalimbali tumeshayatoa. Watu wameitikia na wamefurahishwa sana na hatua yetu ya kujitokeza kuwapa elimu juu ya kupiga kura. Kwa hiyo sioni haja ya mtu kuchelewa kuwahi kwenda kupiga kura siku hiyo tarehe 29 mwezi wa 10, kwa sababu ni haki yao ya kimsingi kabisa na ni ya kikatiba kujitokeza kupiga kura ili kuchagua viongozi wanaowapenda, kuchagua viongozi watakaofanya kazi kwa miaka mingine 5.